Tuanzie kwa upande wa mabingwa wa tetezi Young Africans, sawa bwana Deo pamoja na Kinga Mkono. Na nikwambie tu kwamba klabu ya Young Africans imekamilisha usajili wa beki wa kati Faruku Komara aliyekuwa akikipigia katika klabu ya Golden Arrows ya Afrika Kusini msimu uliopita. Komara anakuwa ongezeko katika eneo la ulinzi la Young Africans ambalo limekuwa likifanya vizuri. Usajili wa nyota huyo umeifanya Yanga sasa kufikisha idadi ya wachezaji 11 waliosajiliwa katika dirisha hili la usajili. Bwana, dirisha kubwa la usajili kuelekea msimu mpya wa 26-27. Yanga usajili wa Faruku unakuwa ni usajili wa 11. Kinga Mkono. Namba ni kubwa sana ukiitazama. Namba ni kubwa kwa sababu kulikuwa na wachezaji wengine wengi wa kimataifa. Unaona Lakini hao nadhani 11 ni kwa ujumla wote na wandani au ni 11 ni yani hao ni wa dirisha hili. Ndio nasema ni kwa sababu dirisha ya safari hili kubwa limeongeza wachezaji 40. Kwa hiyo uwanja ni mpana, lakini kwa wachezaji wa kigeni ni 12. Hajaongezeka uwanja wao. Ndio maana nasema kwenye hiyo orodha ya hao wachezaji 11 wote ni wa kigeni au pamoja na wachezaji. Huu ni mchanganyiko. Yaani wakina Elikibujage humo kina Chuga humo ni idadi sawa kwa sababu kwa hali ilivyo na fursa iliyotoka wachezaji 40 kwangu kuongeza wachezaji ni sawa, sio tatizo kwa kuongeza. Na namwangalia wewe Faruku anakuja kwenda pale kwenye nafasi ambayo wengi walijaribu kuipola hiyo nafasi. Wachezaji wengi sana walikuja Yanga kucheza ile nafasi lakini walishindwa kutokana na ufalme wa Baka pamoja na Dickson Job. Walitengeneza ufalme wao mzuri sana ndani ya kosi, wakawa watu imara sana, lakini safari hii Job ana majeruhi, kwa hiyo hawezi kuwa miongoni mwa wale wachezaji ambao watapata nafasi kwa Baka mechi za mwanzoni. Labda hapo baadaye atapokuwa amepona, labda katikati ya msimu au hata mwishoni mwa msimu ndo anaweza akarejea vizuri. Kwa hiyo kwangu ni mtu muhimu anamleta kwa sababu kuna hiyo changamoto. Aliyekuepo pale Frank Asink inaonekana bado kama na yenyewe hajakaa. Amerudi Singida. Kwa hiyo kama ameondoka maana wamemleta huyu anakuja kutoka. Mwamnyeto kulikuwa na Tracy mara anaondoka mara yupo, kwa hiyo wakati mwingine Mwamnyeto anabaki kama alishathibitisha Mwamnyeto yupo. Na kwa hiyo kulikuwa na hizo vurugu kabla hiyo uthibitisho wake. Kwa kama amebaki na maana kwamba anaongezwa huyu anakuja kuongeza mtu mwingine pale kuja kupata partner nyingine. Wanakuwa na Baka, Faruku na Mwamnyeto. Wanaona watu watatu pale katikati. Kwa hiyo na hiyo ni sehemu ambayo ni muhimu sana hasa kwenye ligi, kwenye mashindano ya kimataifa unahitaji kuwa na watu ambao mstari ule wa katikati uwe na watu ambao ni muhimu ambao wako bora. Ndio maana umeona hata kwenye namba 6 wanaipambania sana mpaka wamemleta mtu. Unaona jinsi gani wanataka kunyoosha ule mstari wa katikati. Na pale mbele namba 9 umetafuta mtu ambaye atakuja kuwapa goli kwa sababu hii nasema mstari huu ndio roho ilipo tu mgongo wa timu. Kwa hiyo kwangu kuja kwake ni jambo zuri. Sasa ni jinsi gani anaweza kuja kuhimili na kuweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja kwa sababu tumeona wengi wanakujaga wanakuwa wazuri lakini wanashindwa kuja kwa miongoni mwa kikosi cha kwanza. Na kusajili wachezaji wengi bado kuna kazi ya kutengeneza timu. Tunasema umekusanya wachezaji bado hujatengeneza timu. Kwa hiyo jinsi gani kocha Makoba anaweza kujitengeneza timu kwa ajili ya ushindani. Maana hiyo ndio watu wengi wanasubiri kutoka kwake. Umepata wachezaji bora kina Peter Shaurire, umeleta kina Frank na wengine wengi ambao wameletwa, unaona ni wachezaji wanaonekana wana profile kubwa, wana viwango vizuri vinavyoonekana, lakini sasa watafanyaje kuwa timu ya ushindani? Maana hiyo ndio changamoto. Kwa miaka mingi, misimu 4 mfululizo Yanga alikuwa anajivunia timu yao. Walikuwa na timu ambayo imekaa imenyooka. Kwa hiyo mtu yeyote alikuwa anaweza kuingia, walikuwa wanakuja wachache wanaingia. Safari naona kuna uwezekano wachezaji 4 au 5 wakalazimika kuingia kwenye kikosi kutokana na aina ya majeruhi walikuwepo na wachezaji wengine kuonekana kushuka viwango. Kwa hiyo naona kuna kukutana na changamoto sasa kocha jinsi gani anaweza kuitengeneza timu kwa ajili ya kuifanya iwe timu imara. Meneja wa kitengo cha digital, sawa bwana, digital manager wa Young Africans Privadinho jana alikuwa akimzungumzia Faruku Komara, akawa anaweka wazi kwa sababu ni mchezaji ambaye pia alifanya kazi na kocha Mangoba Nkifi. Kwa hiyo akasema ni hitaji la kocha, ni chaguo la kocha kuja kwake. Lakini akagusa kwamba ni mchezaji ambaye kwenye profile utambulisho ni beki wa kati. Lakini akaweka wazi ya kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo pia wa kucheza kama kiungo mkabaji. Deo, mchezaji akiwa chaguo la kocha, maana yake kocha anajua ni kwa namna gani ambavyo atakuja kumtumia. Dickson Job pamoja Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Ibra Baka, hao watu wameonekana eneo lile, wamekuja wageni hapa, imekuwa inashindikana. Wao ndio ambao wamekuwa wanacheza. Frank Asink ni mfano mzuri, tumeona naye alishindwa kupenya kwenye lile eneo. Anakuja beki mwingine wa kimataifa ana kwenye lile eneo, tutegemea kuona kitu gani cha ziada? Kwanza ana advantage ya kujuana na kocha, lakini pia namna ambavyo umemfuatilia baada ya jana kutangazwa.
Ibrahim, kuna mambo matatu ambayo yanaweza kuwa faida kwa upande wa Yanga kwenye eneo la ulinzi na pia inaweza kuwa hasara kwa upande wa Yanga kwenye eneo la ulinzi. Faida ambayo imekuwa endelevu kwenye eneo la ulinzi hasa kwa walinzi wale wakati ni kuwa na walinzi wazawa. Yanga wamekuwa na faida kubwa sana, na Yanga miaka yote ambayo imekuwa ikipata mafanikio haijawa na mlinzi wa kigeni. Yani haijawa na mlinzi wa kigeni ambaye ameweza kucheza kwa mfululizo kama walinzi wa kizao. Nakumbuka partnership ya Cannavaro pamoja na Yondan. Nakumbuka ilidumu kwa misimu karibia 3-4. Ni wao tu ndio wamekuja partnership hii ya Job pamoja na Ibrahim Baka. Hapo katika partnership ya Cannavaro na Yondani wamepita wageni wengi. Wameshindwa. Nafikiri na hii partnership ya Job, nafikiri Lamine Moro sio alikuja msimu mmoja na nusu akaondoka. Ingawa yeye hakuondoka kwa ajili ya performance. Yeye alikuwa na issue za madai. Lakini mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa Uganda alikuja juzi kati hapa. Alikuta kina Baka. Huyu naye alishindwa na mwingine ambaye angalau aliperform kwa asilimia kubwa. Kuna mlinzi alikuwa anavaa jezi namba 9 wa Yanga, nakumbuka, naweza mkanikumbusha jina lake. Kwa misimu hivi karibuni. Nyuma kidogo. Kwa anavaa jezi namba 9 mgongoni. Lakini anacheza katika eneo la ulinzi wakati. Yule alikuwa ana perform sana na alileta ushindani mkubwa. Kwa hiyo kuna faida kubwa kwa upande wa Yanga. Hiyo ni sababu ya kwanza, kuendelea na walinzi wazawa kwa sababu mafanikio yao makubwa ambayo wameyapata kwa miaka mingi wamekuwa wakiongozwa na walinzi wazawa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini ukija kwa sasa hivi Job hawezi kumpata mpaka mwezi wa 11 kwa sababu za kiafya. Sababu za kimajeraha, bado hajawa na utimamu wa kimwili ambao unaweza kumfanya arejee mwezi huu wa 8 ambao ligi inaanza. Utampata wapi mlinzi ambaye anaweza kucompete na Ibrahim Baka? Utampata wapi mlinzi ambaye anaweza kucompete na Mwamnyeto? Kwa moja utamtafuta mlinzi wa daraja la kina Ibrahim Baka na Mwamnyeto kuja kucompete katika hilo eneo. Ndio maana wameenda kutazama mchezaji ambaye anaitwa Farouk Omar kuja kukompiti katika ile eneo. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu za kiafya kwa upande wa Dickson Job ambaye amekuwa na muendelezo mzuri na performance katika eneo la ulinzi. Sababu ya tatu, Yanga hawamwamini Mwamnyeto. Yani huo ndio uhalisia ambao upo. Na sio kwamba hawapendi kumwamini, sio kwamba hawamheshimu Mwamnyeto, wanamheshimu, lakini performance za michezo ya mwisho pamoja na performance ya Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka imeondoa imani kwa captain wa muda wote Mwamnyeto. Kwa hiyo unaenda unajua ukisema hawamwamini kwa maana ya kiwango chake ama ni nini yani kwa sababu wameongezea mkataba. Hiyo inaweza kawa challenge ukisema kwamba ukisema Mwamnyeto hawamwamini, unaweza kaambiwa mbona tumemwongeza mkataba. Sababu za bado sio sababu. Bado sio sababu. Yani Mwamnyeto mtu ambaye umwamini unaendelea kumkeep vipi? Sababu za kumwongezea mkataba za kwa upande wa Yanga na Mwamnyeto kwamba unamuondoa mchezaji kama Mwamnyeto ambaye ana experience kubwa afu mzawa, unaenda kumpata nani wa daraja la Mwamnyeto kwenye ligi yetu. So maana Mwamnyeto ana standard yake. Kwa upande wa mzawa Mwamnyeto ana standard yake na ni kubwa kuliko mzawa mwingine yoyote. Sasa kwenye upande wa klabu unajua kusema mtu sababu unamwamini maana yake una imani naye, na ndio maana nikawa nimechallenge mbona wamempa mkataba. Kwa hiyo licha ya kwamba unaamini kwamba hawamwamini, lakini bado hakuna standard ya mzawa kama ya Mwamnyeto ambayo anaweza kupatikana. Na ni kwa sababu pia nimetaja sababu mbili za kwanza. Kwa sababu pia Dickson Job hayupo. Lakini angekuepo Dickson Job usingemwona Mwamnyeto. Kwa hiyo naamini injury ya Dickson Job ndio imefanya Mwamnyeto kapata deal ya kuendelea kusalia. Sahihi kabisa. Bado ni Deutraf akizungumza kuhusiana na eneo zima la Young Africans, namna ambavyo wameweza kuboresha kwenye eneo la safu ya ulinzi. Na haya maboresho ni maboresho ambayo unaweza kusema kwa namna moja ama nyingine
yalihitajika kwa sababu ambazo umeweza kuzisikia hapa, majeraha ya wachezaji hususan kwa upande wa Dickson Job, lakini pia upande wa kikosi, lakini uwezo wa Farouk Komara kucheza kwenye maeneo mawili, kwa maana kwamba kama kiungo mkabaji, lakini pia ana uwezo wa kucheza kama beki wakati, na amejiunga na klabu ya Young Africans, ametangazwa hapo jana. Tutazame takwimu zake kwa msimu uliopita wa mwaka 2025 2026, namna ambavyo aliperform akiwa na kikosi cha Golden Arrows, ambapo alicheza jumla ya mechi 17 kwa msimu uliopita, ambapo ulikuwa ni wastani wa dakika 74.8 dakika ambazo alicheza kwa mchezo. Alipiga jumla ya pasi 678 kutoka katika nafasi ya kiungo, lakini alifanya clearance wastani kwa mchezo, alikuwa anafanya clearance, kwa Kiswahili sasa tunasema kuondosha, kuondosha ile, alifanya clearance wastani wa 4.1 kwa mchezo, lakini pia vile vile alikuwa na kadi za njano 7 na duel ambazo aliwin zilikuwa ni 4.6 kwa mchezo. Kwa hiyo hizi ni takwimu zake kwa msimu uliopita kwa mchezo. Mechi 17, wastani kucheza dakika 74. Maana yake huyu ni mchezaji ambaye tunasema alikuwa na uhakika wa kuanza, lakini pia alikuwa anapata muda wa kutosha. Kama kuna eneo la fitness nasema amecheza muda mwingi. Na sababu nyingine ambayo ni faida kwa upande wa club, kwanza upatikanaji. Yes. Yani ukiondoa ubora wa mchezaji unaweza kumpata. Sio kumpata consistency ya kuwepo. Sio kumpata kwa maana ya kumuona jukwani, hapana, kumpata uwanjani. Kwa maana afya pamoja na fitness. Kwa hiyo kwa takwimu za Farouk, kwa michezo 17 kuwa na wastani wa kucheza dakika 74, maana yake upatikanaji wake ni mkubwa mno. Lakini moja ya takwimu ambayo imenivutia ni takwimu ya kupiga pasi. Pasi 678. Ukifuatilia mpira wetu ambapo unaelekea, dunia inaelekea wapi kwenye upande wa mpira wa miguu? Inaelekea kwenye upande wa kila mchezaji kuhusika katika eneo la kuanzisha mashambulizi. Kama dunia inampelekea golikipa kuanzisha mashambulizi, kuwa mzuri kwenye miguu, maana yake hata walinzi wakati wao wa kwanza pia kwenye kuanzisha mashambulizi. Kama ana uwezo wa kupiga pasi, maana yake kwenye miguu yake mpira unapokuwepo unakuwa salama. Kwa sababu hizo ni pasi ambazo nyingine zimefika, nyingine hazijafika, lakini ana uwezo wa kupiga pasi. Kwa hiyo ni faida kwa upande wa eneo la ulinzi kuwa na mchezaji mwingine ambaye kwenye miguu yake haimsaliti kwenye kuanzisha mashambulizi, timu kwenda mbele. Kwa hiyo ni faida hiyo kwa upande wa kuposesi mpira. Na ukifuatilia Yanga kwa asilimia kubwa inakutanaga na timu ambazo wao Yanga ndo wanaongoza kwa kumiliki mchezo. Lakini sasa kama unapata na mchezaji mwingine ambaye pia anakuongezea takwimu za kumiliki mchezo, maana yake unaiongezea pia faida club kwenye upande wa kuendelea kudominate mchezo katika kila siku, na ukidominate mchezo maana yake una asilimia kubwa kupata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo ni faida kwa upande wa eneo la ulinzi, pia ni faida katika eneo la umiliki wa mchezo kwa upande wa msimu unaokuja. Na staili pia ya Mangopa, unaona ni staili ambayo inahitaji mchezaji aweze kuwa na ufundi mwingi mguuni. Kwa sababu hata ukifuatilia akiwa kocha msaidizi katika klabu ya Mamelodi na hata klabu yake ya mwisho Golden, ukifuatilia moja ya ubora wake kwa upande wa ufundishaji ni umiliki wa mchezo. Kwa maana timu yake inahitaji possession football. Sasa unakuwa vipi na style ya possession football wakati huna wachezaji ambao technically wanaweza kumiliki mchezo? Kwa lazima uwe na sifa za kimbinu, lakini pia una sifa za wachezaji. Ndio maana hata usajili wa makocha ambao unasema wamekuwa na utambulisho wa umiliki wa mchezo, kwa maana Pep Guardiola anatafuta wachezaji ambao wanaendana na sifa ya ufundishaji wake. Kwa hiyo kwa upande wa Magopa, na yeye pia anatafuta wachezaji ambao wanaendana na sifa ya uchezaji wake, ya ufundishaji wake, filosofi ya njia zake, msingi wa timu yake ambao vinataka kucheza. Lazima utafute kina Faruku ambao miguuni wako vizuri kwenye kupiga pasi. Ameendana na club, ameendana na mpira wa miguu ambao kisasa nazungumza, pia ameendana na kocha ambaye yupo kwa sasa. Yes, na kwa takwimu hizi ambazo tunaona za eneo zima na upigaji pasi kama ambavyo nimeweza kukupitisha, unaweza kuona pia hii ni sifa ya kwa nini mchezaji huyu naambiwa ana uwezo pia kucheza kwenye eneo la kiungo, kama kiungo wa chini, na uwezo wake wa kuwa na wastani wa kupiga pasi 678 kwenye michezo 17 ambao amecheza ni wastani mkubwa sana. Lakini pia timu ambazo
Komara amepita akicheza ni pamoja na Lamontville Golden Arrows ya nchini Afrika Kusini, FUS Rabati ya nchini Morocco pamoja na Maghreb Fez pia ya nchini Morocco. Hizi ni timu ambazo mchezaji huyu amepita, timu ambazo amewahi kucheza. Kwa unaweza kuona hapo amecheza soka lake nchini Morocco, lakini pia vile vile Afrika ya Kusini. Huyu ni mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast. Ngawa amejiunga na klabu ya Young Africans akitokea Golden Arrows ya nchini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo ni beki wakati, lakini pia anaweza kucheza kama kiungo mkabaji ambaye amejiunga na kikosi cha Young Africans. Sasa orodha ya wachezaji ambao wamejiunga na kikosi cha Yanga kwenye dirisha hili kubwa la usajili imetimia idadi ya wachezaji 11. Kama ambavyo naona hapo ni Farouk Komara, tunamwona Fredi Ngoma, tunamwona Peter Shalulile, Hussein Zokoan, lakini pia yupo Albert Kangwanda, yupo Sheikh Ibrahim Tule. Mchezaji mwingine ni Eric Bujage, Mohamed Musa, Abdul Nasir Mohamed, yupo Hussein Mihambo pamoja na Juma Isa Abushiri ambaye ni Chuga. Hao ni wachezaji 11. Na ukitazama hapo kwenye hii orodha, Farouk ni beki, Fredi ni kiungo, Peter Shalulile ni mshambuliaji, Hussein Zokwani ni mshambuliaji, Albert Kangwanda mshambuliaji pia, Sheikh Ibrahim Tule mshambuliaji, Eric Bujage kiungo mshambuliaji winga hapo, Mohamed Musa beki, Abdul Nasir Mohamed beki, Hussein Miambo mshambuliaji, Juma Isa Abushiri mshambuliaji. Mabeki wawili tu, viungo mkabaji mmoja, si ndio? Fredi Ngoma. Kwa hiyo ukitazama kwenye hiyo orodha ya hawa wachezaji 11, watu ambao hawatoki moja kwa moja eneo la safu ya ushambuliaji ni Farouk Komara, Fredi Ngoma, si ndio? Tuna Mohamed Musa na Abdul Nasir Mohamed, wachezaji 4, si ndio? Kwa hiyo katika 11, 4 wanabaki wachezaji ngapi? 7. Wote wanacheza kwenye eneo la ushambuliaji kwenda juu, kwa maana viungo washambuliaji wa pembeni, mawinga pamoja na washambuliaji. Zahma hiyo kaka. Hizo full option kwa kocha Mangoba, anachagua tu leo naenda na nani na baki na nani. And by the way, kwa sababu pia Dube ametoka ndani ya kikosi, kwa hiyo eneo la ushambuliaji limeboreshwa zaidi. Maboresho makubwa na ndo msingi wa Yanga. Msimu uliopita walifunga goli nyingi na bado walikuwa wanaona bado magoli yalikuwa yatoshi. Kwa hiyo nadhani wameamua kuboresha zaidi. Kwangu kama nilivyosema kwanza, unajua wachezaji wapya wanapokuja kwenye timu kuna kuzoea mazingira, kuzoea ligi, kuzoeana wenyewe jinsi ya kuchezeshana. Wakati mwingine ni vitu ambavyo unaviona ni muhimu sana kwenye timu. Kwa hiyo kwa muda ambao timu imekaa kambini na muda mashindano yanapokuja kuanza, kwa sababu hatujawaona kwenye mechi ya mashindano wakicheza rasmi, nyingi wamecheza mbele nje ya kamera, kwa hatujui ubora wao na aina gani ya uchezaji. Zaidi tunajua hizo sifa zao na matokeo walizokuwa nazo na matokeo tunayopata. Sasa matokeo wakati mwingine anaweza kukudanganya ni aina gani ya timu walizokutana nazo. Kwa hiyo mimi nadhani kwangu wameamua, na kama Clement atakaa vizuri na atarejea mapema zaidi, nadhani ataongezea tena mtu mwingine pale mbele. Kwa hiyo changamoto ya ufungaji Yanga inaweza isiwe tatizo, na changamoto ya ufungaji Yanga ilionekana sana kwenye mashindano ya kimataifa, na ndio maana umeona wameleta watu wengi ambao wana ile level za kimataifa kwa ajili ya kushindana, waonyeshe kile walichokuwa nacho. Kwa hiyo kwangu nadhani kocha sasa atengeneze combination ya timu, wachezaji waweze kupata uelewano mzuri na waweze mpira kutembea vizuri kuanzia nyuma hadi mbele. Kama umemleta mtu ambaye anaweza kuja kuanzisha mashambulizi kuanzia nyuma, unajua unapokuwa namba 5 kwako inakuwa rahisi sana kuona mipira, kuona njia za wenzao za maadui. Kwa hiyo kama kwa sababu na Komana ni mmoja wa wachezaji warefu kidogo, kwa hiyo nadhani itakuwa namuona anaweza kupitisha mipira mingi pembeni, watu wakimbie au kuanzisha pasi ndefu ambazo Yanga wakati mwingine kwenye msimu uliopita walikuwa wanatumia sana mashambulizi namna hiyo. Unawashambulia, wakiondoka wanaondoka kwa haraka sana, na pasi zao zinakuwa 3 hadi 4 tu washafika golini kwako. Kwa hiyo nadhani kwa ukipata watu wabunifu wanaweza kupiga pasi za namna hiyo na ukawa na watu ambao wanaweza kumalizia mipira, nadhani ni kitu muhimu sana kwa Yanga ambacho wanakihitaji. Una nani hapo yupo nani mchezaji wa bora msimu Alan Okello. Kwa hiyo bado yupo. Kwa hiyo ukiongeza na kinapita ambao wana uzoefu, kwa hiyo unakuja kuongeza kitu kikubwa sana. Na tunaamini Alhamisi kesho ratiba ya nini itatoka ya ligi ya mabingwa, na wenyewe wanaanzia hatua ya awali. Kwa hiyo nadhani wataona wapi pa kuanzia, na hawa watu watakuwa watu waone mwezi wa 9 sio mbali. Watakuwa na mechi hapo katikati. Kwa hiyo nadhani kwangu
kocha nadhani hii ni fursa yake kubwa, kwa sababu ana jeshi kubwa na kuna wachezaji wengi umeona kabisa yeye ni chaguo lake. Kwa hiyo kwa sababu kama kocha ameleta yeye na viongozi wamemwamini kwa kumletea wachezaji, tunaamini tutaona kitu kizuri sana kwenye mchezo. Kwenye hii orodha tukitazama leo tunazungumza eneo la Peter Sharulile, si ndio, lakini pia Hussein Zakwan, lakini pia Albert Kangwanda, Sheikh Ibrahim Tule. Hawa ni wachezaji ambao moja kwa moja tunawatazama kwenye eneo la safu ya ushambuliaji. Tumegusa ni idadi kubwa sana ya eneo la ushambuliaji kwenye idadi ya watu ambao wanaingia. Hapa kinga mkono kamtaja Alan Okello. Kulikuwa kuna kustruggle mwanzoni kwenye kufunga magoli au matumizi ya nafasi kabla ya kwenda ile break ambayo tulipisha AFCON. Lakini baada ya kurudi usajili wa Alan Okello ukaonekana umbadilisha kila kitu, na alivyoingia akachange upepo wote baada kwenda kuwa top scorer wa club, mchezaji ambaye alikuja kwenye dirisha dogo. Inawezekana ule msukumo au ile tabu ambayo waliipata, na kwa sababu mpaka saa hizi pia msimu huu mpya tunaelekea, bado macho ya watu wengi sana yalikuwa kwa Alan Okello kwamba anaweza kawa ndo starman pia kwa msimu unaofuata kutokana na kiwango ambacho alikionyesha. Inawezekana ile hofu ambayo aliishi ndio sababu tunaona idadi kubwa ya wachezaji wa eneo la safu ya ushambuliaji. Na si tu hofu peke yake kwa upande wa kumtegemea Alan Okello peke yake, ila ni malengo ambayo Yanga msimu uliopita kwenye upande wa ufungaji wa magoli hawakuyatimiza. Ukitazama msimu uliopita magoli ambayo wameyafunga ni machache, ni tofauti msimu wa nyuma yake. Walifunga goli 70 msimu wa nyuma yake ilikuwa ni 80. Walifunga goli 83. Yani walikuwa goli 74. Walikuwa na magoli mengi kuliko idadi ya points ambazo walikuwa nazo msimu ule. Msimu ule wa 24 25 walifunga goli 83. Kwa hiyo maana yake ndani ya misimu miwili wakitazama malengo yao, tayari msimu uliopita hawakutimiza malengo kwenye upande wa kufunga magoli. Na ukifanya assessment, yani kwamba ukifuatilia nini ambacho kilisababisha Yanga kutofikia malengo au kutozidi malengo ya msimu wa nyuma yake, ni matumizi ya nafasi. Sio kwamba hakutengeneza nafasi, sio kwamba ni timu ambayo ilikuwa imiliki mchezo, sio kwamba ni timu ambayo ilikuwa haina uwezo wa kufunga magoli, lakini ni matumizi ya nafasi kwa wachezaji ambao wanacheza katika eneo la ushambuliaji. Moja kwa moja utagusa upatikanaji wa wachezaji ambao walikuwepo msimu wa nyuma yake. Hawakupatikana msimu huu ambao umetoka kumalizika. Kwa maana Mzize hakuwepo msimu ambao umemalizika. Pakome alikuwa naingia toka msimu ambao umemalizika. Kwa hiyo lazima uangalie dosari ya wapi ambapo ulikosea, alafu uende kutibu. Kwa maana umemkosa Mzize, tayari magoli yamepungua. Nani ambaye anaweza kuwa mbadala wa Mzize katika eneo la kushambulia? Ndio unatafuta kina Zokwane, kina Kangwanda, unatafuta, unaenda kuongeza katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo Yanga wanachokifanya ni kuboresha pale ambapo waliona wamefanya vibaya kwa malengo yao binafsi, kwa sababu ukitazama Yanga hawashindani na mtu, anashindana na malengo yao binafsi. Yani kivuli cha Yanga ndio wanapambana nacho. Yani msimu uliopita labda kama walikuwa na pointi 70, wanapambana msimu unaokuja wazidi 80. Ndivyo hivyo kwenye upande wa magoli. Ndicho ambacho wanakifanya kwenye maboresho haya katika eneo la kushambulia. Toka mtu, weka mtu, timu inaweza kufanya vizuri. Inawapa wakati mgumu pia wachezaji ambao wamesajiliwa. Inawapa wakati mgumu kwa maana ya kutimiza kwanza malengo ya club, nao pia wakipambana kufikiria kumshawishi mwalimu kwanza katika kikosi cha kwanza. Pia nawapa wakati mgumu wachezaji ambao wanatokea benchi. Yani anaanza Albert, afu Bushiri yuko benchi. Yani wewe mpinzani unamfikiria Albert kumzuia, alafu akitoka Albert Kangwandwa anaingia Bushiri. Na bado kuna kina Bwijage, Eric Mwijage bado yupo anakusubiria wewe. Kwa hiyo mazingira ya kuwa na depth squad ni faida pia kwa upande wa klabu katika mashindano mengi ambayo wanacheza. Ni faida kwa upande wa klabu, pia ni faida kwa upande wa wachezaji, kwa sababu watakuwa wanapata siku nyingi za kupumzika. Mwalimu atakuwa anafanya rotation kwa sababu ana quality inayoanza na ambayo iko bench. Kingine naamini kwamba engineer amejifunza kwa kilichotokea msimu uliopita. Kwenye usajili msimu uliopita, mmoja wa usajili wake ulikuwa usajili mkubwa sana. Alileta wachezaji wengi sana. Na wengi kwenye mwanzo wa msimu kwenye mazoezi tuliwaona wachezaji, kila mtu alisema yes, Yanga ameleta watu. Lakini bahati mbaya kwenye msimu ulipoanza tukaona
changamoto, wale wachezaji walishindwa kuingia kwenye kikosi, ikabidi wale ambao walikuwepo ndo waendelee kuibeba timu. Kwa hiyo nadhani kwa msimu uliopita eneo ambalo liliingiza watu wengi na wakashindwa kufikia matarajio ilikuwa ni eneo la kiungo. Eneo la kiungo wakina Musa Balakonte, kina Kouma, ngoma yote iligoma hii. Kwa hiyo yani nadhani ndiye ni somo ambalo anapaswa kulifanyia kazi, na kama kwenye usajili wake wamelifanyia kazi na akaleta watu ambao watakuwa sahihi na wakaingia kwenye kikosi, watakuwa na mchango sana, kwa sababu mimi naamini Engineer na Yanga kwa ujumla lengo lao sio ligi tu, lengo lao hasa ligi ya mabingwa, kwa sababu safari hii msimu uliopita walisema wanataka kuingia kwenye makundi, lakini msimu huu ashaweka lengo kwamba wanataka kucheza robo finali. Unafikaje robo finali? Kwa hiyo robo finali ambayo kwamba yeye anajua akikosea robo finali, akipata robo finali ndoto ya kufika nusu finali anaiona mbele yake. Kwa hiyo nadhani ni malengo makubwa amejiwekea kucheza robo finali kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa, na ukiangalia kwa misimu mingi hapa Yanga wanaokota pointi 88 tu hawavuki hapo. Kwa hiyo nadhani kwangu hilo lengo na hao wachezaji waliokuja wakiwa sahihi, basi tunaweza kuona kitu kikubwa kwao. Yes, kwenye orodha ya wachezaji ambao wamesajiliwa hivi sasa, kwa maana jumla ya wachezaji 11 kwenye dirisha hili, ukigeukia kwa upande wa orodha ya wachezaji wa kigeni ambao kwa sasa wapo na kikosi cha Young Africans, idadi yake ya wachezaji wa kigeni ukijumuisha na hawa wapya waliokuja, orodha itafika 12 baada ya jana kutambulishwa kwa Farouk Komara. Sawa bana, idadi itafika 12. Orodha iliyopo kuna Djigui Diarra 1, Kwasi Yao 2, Boka Shadrack 3, Maxim Pianzengeli 4, Duke Abuya 5, Alan Okello 6, Peter Sharulile 7, Ibrahim Tule 8, Albert Kangwanda 9, Fredi Ngoma 10, Hussein Zakwan 11, Depu 12, Farouk Komara 13. 13. Kuna mmoja kanuni inahitaji 12. Kwa hiyo hapa Mupe Muluke inafuata. Kwanza naweza nikawapa picha ambayo ipo wazi kabla ya kuzungumza taarifa ambayo nataka kuzungumza. Kwenye hii safari ambayo Yanga wameenda Mwanza, Geita yes. Ndio. Bukombe kule. Bukombe jana ilikuwa Bukombe. Mmemwona Depu? Hakuepo kwenye uchambuzi wake hujaonekana. Mmemwona akifanya warm up yoyote? Hakuepo hapo. Akishangiliwa, akizunguka na wenzake. Hiyo kwa bwana Laurindo hayupo. Hiyo ni lugha ya picha ya kwanza. Lugha nyingine ambayo inaweza ikawa ya taarifa yangu sasa binafsi, anafanya mazungumzo na Petro Atletico ya Angola ya nyumbani kwao. Anafanya mazungumzo ya kwenda kuungana nao kwa sababu tayari kuna idadi kubwa ya wachezaji katika eneo la kushambulia, na yeye pia mahitaji yake ni kupata dakika nyingi za kucheza. Kwa hiyo eneo la uongozi kwa upande wa klabu ya Yanga wamempa nafasi, kama utaweza kuhimili mikiki ya huku au uweze kutafuta namna nyingine ya sasa hii 12 hapo kuna mtu anabidi aliwe kichwa. Yaani hapa lazima abaki 12. Kwa mwingine ameamua kujikata yeye mwenyewe kichwa. Na Depu. Na kwa sababu ujue wa Depu, ujue story za kama hivi, kwa sababu Depu alikuwa dirisha dogo. Na alikuja kwa sababu ya kocha. Kwa sababu ya kocha Pedro Goncalves ambaye walifanya kazi pamoja timu ya taifa ya Angola. Wakafunga sana mabao kwenye Kosafa huko. Depu kiboko kabisa. Kwa walikuwa wanajuana. Na kwa muda mfupi ni kama ililipa. Ingawa baadaye naye akakutana kidogo na msoto tofauti na vile ambavyo alianza. Kwa hiyo inawezekana bana yeye kocha kuondoka si tu kwa upande wa kocha, pia kwa upande wa Depu utaucount kama ni usajili ambao ulifeli? Hapana. Kwangu mimi hapana. Alistahili kuendelea? Kwangu alistahili kuendelea. Kwa sababu alikuwa aliumia, unajua. Lakini kwa upande aliumia akapata kurudi, unajua mchezaji akiumia kurudi kwa ubora wake na kwa wakati mwingine inachukua muda. Kwa hiyo nadhani kwangu kwa aina ya wachezaji ambao wameletwa, kama Depu angeendelea kuwepo, nilikuwa naona ana nafasi ya kuendelea kuwa mfungaji mzuri, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kufunga. Anaweza kufunga kwa kichwa, anaweza kufunga kwa mguu, anakimbia vizuri. Yaani ni mchezaji ambaye ni mwana mshambuliaji alikuwa ametimia. Kwa kinga mkono amna kwenye hiyo orodha wewe vipi kwamba hakutakiwa kusajili hivyo? Au kuna mtu hapa ambao ukiona unasema huyu hakustahili kuwepo? Nafasi ya kupiga Mupe Muluke zipo. Kwangu ningeondoka na Boka.
Waziri wa maji. Ningeondoka na Bob. Na kwa sababu unajua tunahitaji hii orodha hapa, hatujamjumwisha Pacome ambaye atakuwa nje kwa msimu mzima. Pacome amemuondoa kabisa. Wamemuondoa kabisa. Kwa hiyo kama watakuwa imekadiriwa, kwa sababu nakumbuka msimu uliopita pia walimuondoa ya ukwasi, lakini ilivyofika Januari pale akapona, ikatolewa taarifa bwana kocha atamwangalia, akisema fresh tunatembea naye, anayokwasi kugeuka nyuma kama mpya alivyorudi, anapata mapumziko ya kutosha Kwa hiyo bwana, tukiangalia kwenye hiyo orodha wachezaji 13, kipengele pekee ambacho kinabaki hivi sasa kwa upande wa Young Africans ni kuja kutupa taarifa rasmi wachezaji hao watakuwa ni yupi ambaye atakuwa anatoka, ingawa Deo hapa ametugusia kwa uzuri kabisa, na kama ambavyo ameweka wazi kwa lugha ya picha, unaona kabisa nafasi ya Depu ndiyo ambayo inaonekana kuwa ni ndogo sana, anaweza asiwe sehemu ya kikosi. Kwa hiyo tusubiri taarifa rasmi, baadaye tutajua, lakini kwenye kunyapia taarifa zile mara baada ya kila mchezaji kuwa ameshasajiliwa akashapata leseni, tutajua nani yupo nani hayupo. Hivi kuna kipindi ambacho ilifanyika kwa upande wa klabu ya Simba, mchezaji huyu anacheza ligi afu huyo ilitokea kwa Francis Kahata. Francis Kahata aliondolewa kwenye orodha ya wachezaji wanaocheza ndani ligi kuu, kwa maana kwamba ya ligi kuu, lakini akawa kwenye orodha ya wachezaji wanaocheza klabu bingwa. Inawezekana pia katokea upande wa klabu ya kaka, mimi nikulipe mshahara kwa ajili ya michezo 6 tu, afu inawezekana yote sio huko nako usiku. Inawezekana sasa ile ya Francis Carter bwana, ile ilikuwa siasa kubwa ile. Inawezekana ile kiboko kabisa. Wakikutaka hizi klabu zikikutaka wanafanya namna yote, na zikiwa hazikutaki utakaa hata benchi au usionekane kabisa msimu mzima, ukimaliza uondoke zako. Hiyo of course hiyo sayansi ni ngumu sana, kwa sababu unajua bahati mbaya sana hii michezo nayo kwenye kuchezwa, labda kwa sababu msimu huu tunakimbizana na AFCON, kwa sababu mpaka tunafika Januari tutakuwa tumeshacheza raundi 5, kitu kama hicho kwa sababu tunaanza mwezi wa 9 inaanza kuna kukimbizana hapa, yani mpaka tunapindua tunaenda match, nafikiri tunaenda kumaliza raundi ya 6 afu tunaingia kwenye mtoano. Kwa hiyo hapo katikati afu kuna kufuzu AFCON pia. Kwa hiyo kuna mikimbizano mingi hapo. Kwa hiyo inawezekana michezo ya kwanza ya makundi ikapigwa faster, lakini sasa ndio kwenye timu unasubiri michezo ya makundi tu. Kuna qualify pia. Kuna mechi mbili ambazo Yanga watacheza. Kuna mechi ya kwanza watacheza ya awali, afu kuna mechi ya kwanza, afu baada hapo wanaingia kwenye makundi. Unaona goal. Yes bana, tutaona jinsi ambavyo inakuwa, lakini nikwambie tu ya kwamba kama ambavyo unaona picha mbalimbali hapo kwenye TV yako, kikosi cha Young Africans pia hapo jana kilipata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Bukombe Geita, ikiwa ni sehemu ya uzinduzi wa wiki ya Mwananchi kuelekea tamasha la Yanga Day siku ya Jumapili. Kikosi cha Yanga kiliondoka jijini Dar es Salaam jana asubuhi kwenda huko kwa njia ya ndege kupitia Kahama na kisha Ushirombo huko Bukombe, ambapo kilizindua rasmi wiki ya Mwananchi. Timu hiyo ilitoa fursa kwa mashabiki waliokuwepo uwanjani hapo kushuhudia mazoezi mbashara huko. Pia tukio hilo lilikuwa lipo live kupitia Azam Sports 1 HD. Tukio hilo pia lilitumika kuzindua uwanja huo wa Bukombe, ambapo utatumiwa na klabu ya Geita Gold FC kwenye mechi za ligi kuu ya NBC bwana. Kama ambavyo unaona hapo, hiyo ni timu hapo jana ilifanya mazoezi kwenye uwanja huo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza mashabiki pia walipata nafasi ya kuiona timu yao live ikifanya mazoezi, kwa ambao walikuwepo Geita, Bukombe, lakini pia kupitia Azam Sports 1 watu pia waliweza kulishuhudia tukio hili kwa uzuri kabisa. Wakati Young Africans wao wakiendelea na maandalizi yao, nikwambie tu kuelekea kilele cha siku ya Mwananchi Agosti 9 ambayo inatarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Uhuru, wanachama wa Yanga Mshikamano Zanzibar wametembelea watoto yatima na kutoa msaada wa vitu mbalimbali, ikiwa ni shamra za kuadhimisha siku hiyo. Viongozi wa Yanga Mshikamano wamesema huu ni wakati mwafaka kwa wanayanga kuendelea kushikamana na kuleta hamasa kwa timu hiyo ili iweze kufanya vyema msimu ujao wa mashindano. Tusikie taarifa hii kutoka kwa wanachama kutoka pale visiwani Zanzibar. Hiyo ni taarifa kutoka kule visiwani Zanzibar. Niombe radhi kidogo kwa sauti kutokuwepo, tunaiweka
taarifa hiyo iweze kukaa sawa, tutaweza kurudi, lakini kwa sasa tuelekee kule mkoani Mtwara ambapo mashabiki wa klabu ya Young Africans katika manispaa ya Mtwara Mikindani wameuomba uongozi wa klabu hiyo kuweka ratiba ya mazoezi ya timu katika uwanja wa Nangwanda Sijaona mkoani Mtwara kila inapowasili kwa mechi za ligi kuu NBC dhidi ya Namungo mkoani Lindi ili kutoa fursa ya kuwaona wachezaji wao na kuongeza hamasa kwa mashabiki kutoka pale mkoani Mtwara. Mwenzetu John Kasembe anafafanua zaidi kutoka mkoani Mtwara. Mashabiki hao wa Yanga wamesema hayo katika hafla ya uzinduzi wa tawi la Chuno mjini Mtwara, wakidai kuwa tangu mkoa wa Mtwara ukose timu inayoshiriki ligi kuu, fursa ya kushuhudia soka la kiwango cha juu imekuwa adimu, hali inayopunguza msisimko kwa baadhi ya wapenzi wa mchezo huo. Jamani, Dar es Salaam Young Africans ni timu ya wananchi. Wananchi ndio sisi. Wale kina Shalomile unaoona wanakuja kwa uzito wetu sisi. Kwa hiyo tuwe tofauti na wenzetu, tuwe na utamaduni wa kuizidia hizo kadi. Ni kuiomba tu au kumuomba rais wetu Dar es Salaam Young Africans kumpa wazo ya kwamba sisi kama Mtwara hatuna timu ambayo inashiriki ligi kuu. Kwa hiyo pale wanapopatikana fursa ya kuonekana kwamba Yanga inakuja kwenda kucheza na Namungo pale Lindi ambao wenzetu wametangulia, ni tumuombe kupitia habari hivi kwamba sisi Yanga tunaiomba ipitie Mtwara kama tulivyofanya miaka miwili iliyopita. Katika uzinduzi wa tawi la Chuno, mashabiki hao pia wamepongeza usajili mpya wa Yanga, wakieleza kuwa unaipa timu uwezo wa kushindania mataji ya ndani na kimataifa msimu ujao. Msimu huu matarajio yangu ni kuchukua ubingwa tena. Kuhusu usajili sina wasiwasi nao, na muamini sana Engineer Harris kwamba natarajia hamasa itakuwa kubwa, kwa sababu tumehamasika, na ndio maana leo hii tumekuja kwenye uzinduzi wa tawi la Chuno kwa ajili ya kuzindua hamasa rasmi, kwa sababu kipindi cha kati hamasa ilikuwa chini. Lakini kile ambacho mlikifanya hapa pia muendelezo kwa watu wa Yanga na watu wa Simba. Mnapokuwa na kadi ya wanachama, mnapata fursa mbalimbali kupitia kwenye chama yenu. Timu yenu mnaichangia, lakini vile vile wewe au mshabiki maandazi. Si jamani? Nikiripoti michezo kutoka Mtwara, naitwa John Kasembe, Azam Sports. Yes, ni kutoka pale mkoani Mtwara na mwenzetu John Kasembe akiwa ametuletea taarifa hiyo. Kwa unaweza kuona kwenye shughuli ya Young Africans mwanetu ana jezi yake mpya kabisa, ameenda pale kapewa nafasi. Kuna muda anasema maendeleo hayana chama lakini pia kwa ukubwa ndani ya wiki hii kuna vitu vingi ambavyo tunaendelea kujifunza kuhusiana na timu hizi za Simba na Yanga, hususan nje ya Dar es Salaam mikoani, lakini hata hapa Dar es Salaam tumeona wamekuwa wakishirikiana katika vitu vingi sana. Tuliona kule mkoani Mwanza kwenye shughuli ya klabu ya Simba waliwaalika mashabiki wa Young Africans. Yani nusu na watu wamekuja na jezi zao. Na watu wamekuja kabisa wamejipanga, yani unawaona ni watu ambao wapo vizuri. Tuliona pia ripoti nyingine ya Morogoro, watu wa Yanga pia walialikwa kwenye shughuli ya Simba. Hapa pia tunaona kwenye shughuli ya Young Africans mtu wa Simba au shabiki wa Simba amepewa mwaliko. Endelea na chama. Na mpira si wadui. Lakini pia inatuonyesha kwamba hizi timu ni zaidi ya mpira. Ni zaidi ya mpira. Kwa hiyo bwana, hizo ni amsha na ndugu zetu wa kusini kule kwa maana ya Mtwara wakiwa wanatamani Yanga iwe inapita kwenda kufanya mazoezi na Ngwanda Sijaona, wanatakiwa pia wawekeze nguvu wapate timu ya ligi kuu Ndanda irudi. Ingawa stori za Ndanda nazo huwa ni ngumu kidogo. Mambo yao huwa ni magumu kidogo, lakini kuna namna inabidi basi wakae na Dangote waanzishie timu pale. Wakae na Dangote waanzishie timu pale. Waangalie namna. Bwana, tutazame kwa upande wa kikosi cha Simba. Tazame kwa upande wa kikosi cha Simba Unyamani ambapo wao bwana wameendelea na maandalizi yao, na jana hapa tulizungumza live na mwenzetu Karibu Mzinga ambaye yupo nchini Rwanda, na alikuwa akisubiri mchezo wa kirafiki uanze kati ya Simba dhidi ya El Merreikh, na mchezo huo ulipigwa ambapo kikosi cha Simba kilifanikiwa kuibuka na matokeo ya ushindi. Kikosi cha Simba Sports Club jana mapema asubuhi kilicheza mchezo wa kirafiki wa kimataifa dhidi ya El Merreikh ya Sudani katika uwanja wa Ferwafa Kigali, Rwanda, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya msimu mpya. Katika mchezo huo Simba iliibuka na ushindi mabao 2-0. Mabao yalifungwa na Ribase Gay pamoja na Ibrahim Dumbia. Hata hivyo habari kubwa ni kufunga
kwa mara nyingine kwa Dumbia ambaye amekuwa katika ukosoaji mkubwa katika mechi mbili za mwanzo za michuano ya Sekafa Kagame Cup. Sasa kile ambacho kilitokea katika mchezo ambao Simba alipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Elmelek. Tuungane na taarifa ya mwenzetu Garibu Mzinga ambayo alituandalia kutokana na kile ambacho alikiona. Mzinga. Fupi uliopita ilichezwa mechi ya kirafiki ya kimataifa kati ya Elmelek ya Sudani dhidi ya Simba katika uwanja huu wa Ferwafa hapa Kigali, Rwanda. Mechi hii imemalizika kwa ushindi kwa Simba Sports Club wa mabao 2-0, mabao ya Libase Geye na Ibrahim Dumbia. Baada ya kumalizika kwa mechi hii tumepata nafasi ya kuzungumza na kocha wa Simba pamoja na mchezaji Anthony Mrigo, na wao wametupitisha humu. Yeah, I'm satisfied. I think we've shown progression since we have arrived in Rwanda in terms of all our matches. Obviously we're still building our sort of capacity to play 90 minutes. It's well aware that we didn't have too much of a break, so we came in the first part of this tournament. Wasn't easy to just manage the players, but satisfied that we're just getting better each and every day, and obviously the new players are integrating really nicely into the team. That's also good. So yeah, I'm satisfied. Obviously we still have basically a couple of days before we have Simba Day, and then obviously for next week more preparation for obviously the big game against Yanga. So yeah, happy that obviously there's still a lot of work, a lot of improvement in certain areas that need, but that is normal for this stage of the season. Maandalizi ni mazuri tangu tumefika hapa Kigali tukashiriki tournament, lakini mwisho wa siku hatukuweza kuqualify, lakini tukaendelea kujiandaa hapa, na maandalizi kama unavyojua pre-season lazima iwe tough kidogo. Kwa hiyo tuna train asubuhi sometime na tuna train na jioni pia, na leo kwa hapa Rwanda imekuwa ni mechi nzuri ya mwisho kwa kuwa hapa ya kirafiki na timu ambayo ni bora pia inajulikana, na tunashukuru kwa kile ambacho tumekifanya kwenye uwanja wa mazoezi. Mwalimu amesema tuje tukionyeshe kwa kipindi hiki kwenye uwanja wa mechi, na tunashukuru Mungu tumeshinda goli 2 na tumecheza kwa maelekezo ya mwalimu. So far so good, tunashukuru na tunajiandaa sasa kwa ajili ya ligi. Kituo kinachofuata kwa mnyama ni mchezo mwingine wa kirafiki ambao wanakwenda kucheza katika siku ya Simba Day, siku ya tarehe 8 katika uwanja wa Uhuru pale jijini Dar es Salaam, na baada ya hapo wataingia katika mchezo wa kishindani dhidi ya Young Africans katika Kariakoo Derby ambao utapigwa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Mimi ni Garibu Mzinga, nyuma ya kamera ni Veronica Manywele. Yes, ni mwenzetu Garibu Mzinga ambaye alikuwa shuhuda wa mchezo wa kirafiki kati ya Simba dhidi ya Elmelek, mechi ya kirafiki ambayo Simba alipata ushindi wa mabao 2-0, na tunaweza tukasema pre-season ya Simba nchini Rwanda walikamilisha jana kwa mchezo huo, na ukichukua michezo mingine mitatu ambayo walicheza ile ya hatua ya makundi kwa upande wa michuano ya Sekafa Kagame Cup, unakuwa wamecheza jumla ya michezo 4 kutoka kule, wamepata ushindi katika michezo 2, wametoka sare michezo 2. Leo ni kwa kiwango gani, na ambavyo tumemsikia pia kocha amezungumza, Simba wamekuwa na pre-season ambayo inaweza kawa na ushawishi zaidi. Of course ukitazama mazingira ya mchezaji mmoja ndio sehemu pekee ambayo watu wengi au mashabiki walikuwa wanaitazama, hasa kwenye upande wa wachezaji ambao wamesajiliwa. Kina Jabal mtazamo hapo, wanamzungumza Dumbia yeah. Mtazamo hapo kina Keletso wanatazamo hapo, ili kupata majibu kwamba simu unaoenda kuanza hao wataweza kwenda kutusaidia au tutafute wengine ambao wanaweza kutusaidia kabla dirisha halijafungwa. Lakini kwa asilimia nyingi unaona wachezaji ambao wamesajiliwa kuna kitu wameenda kukiongeza katika maeneo ambayo wameenda kuletwa, kwa maana ya Dumbia ni striker. Yeah. Msimu uliopita typical striker, hakuwa na magoli mengi sana kwa maana ya mwalimu, lakini ukitazama wachezaji ambao walikuwa wanamzunguka mwalimu walikuwa wanaonekana wanafunga sana kuliko yeye. Kwa hiyo labda mwalimu Steve Barker alihitaji typical striker, ni mshambuliaji asilia ambaye anaweza kumuofa magoli. Ndio ili aachane na ule mpango wa kumwanzisha Mpanzo kama striker wa uongo, ili timu iweze kupata wastani mzuri wa kufunga magoli. Sababu mwalimu ndiye alikuwa top scorer wa Simba. Wa Simba goli 9. Yaani ndani ya cost ya Simba alikuwa top scorer. Sahihi. Lakini ukishinanisha kwenye ligi
Kwenye ligi alikuwa chini. Alikuwa chini. Kinetegiso alikuwa na magoli mengi kuliko Yes, kuliko. yeah, Kwa hiyo ukitazama ushindani katika eneo hilo pamoja na hadi mchezaji ambaye anaweza kuwa bora zaidi ndio kitu pekee ambacho kilikuwa kinatazama, lakini kwa upande wa mwalimu ilikuwa bado haina uhakika sababu ni mchezaji wa mkopo kutoka Wydad, kwa maana unaweza ukaendelea naye au usiendelee naye, na zipo taarifa ambazo amerejea Wydad kwa mazungumzo tena mengine kama ataendelea kuwepo Wydad au atarejea kwa mkopo hata klabu ya Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni 50-50, aletwe mchezaji mpya tukimtegemea mwalimu au tusimtegemea mwalimu. Ukimwangalia Keletso eneo la winga kushoto na kulia, lakini alianza sana kushoto, unaona ni ongezeko pila ubora katika eneo hilo. Simba walihitaji mchezaji bora katika eneo hilo kwa sababu ya ushindani. Oura amecheza huko msimu ambao umemalizika. Mzungumza Mpanzu alikuwa anatokea huko, wasipokuwepo vipi? Maana kuna wakati Oura alipata majeraha. Unset. Mpanzu akacheza force number 9. Kwa hiyo alikosa mtu ambaye anaweza kuwa bora zaidi katika eneo la ubavu wa kushoto. Yes, tutakuja kutazama pia kwa undani zaidi katika muendelezo huo, na kama ambavyo ripoti hapo jana ya Garibu Mzinga ilizungumza kwamba kocha Steve Barker kwenye mpango kazi wake inaonekana wachezaji kama Innocent Luemba, lakini pia vile kwa upande wa mchezaji Elim Panzu ni miongoni mwa wachezaji ambao atawatumia kwenye eneo la ushambuliaji kama force number 9, uwepo pia wa Ibrahim Dumbia ni option nyingine ya mshambuliaji wa kati. Hii ni Viwanjani.